بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuwezesha kuiswali salatul magharibi kwa jamaa. Kwa hakika hii ni neema kubwa. Kuna wengi miongoni mwetu ambao waliweka nia ya kwamba itakapofika wakati wa magharibi nitakwenda kuiswali magharibi. Huenda la asiri ameiswali vizuri, akawa ameweka nia kwamba na magharibi pia atakuja msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kabla haijafika magharibi akapata dharura ya kisheria, ima akapatwa na maradhi ya ghafla akakimbizwa hospitalini, na huenda saa hizi yuko hospitalini anapata tiba, na Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi wote ambao wamepata mtihani wa kuumwa kabla ya swala ya magharibi wakakimbizwa hospitalini. Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi ili waweze kupata tiba. Lakini kuna ambao wameswali la asiri vizuri na wakawa na nia ya kuiswali swala ya magharibi, lakini kabla ya kufika magharibi tayari wakawa wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamefariki. Na watu wanapanga namna ya mazishi kesho, kwamba kesho tutakuwa ni wenye kumzika fulani na fulani. Kwa hiyo wewe kujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ukawa umeidiriki swala hii ya magharibi tena kwa jamaa, kwa hakika hii ni neema kubwa, na kwa neema hii kwa hakika Muislamu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna ambao hawajaweza kuiswali swala hii ya magharibi kwa uvivu, au wameona kazi zake ni bora kuliko swala, akaendelea na kazi zake, akaendelea na mapumziko yake, akaendelea na michezo yake,
akaendelea na mambo mbalimbali mpaka anapitwa na kipindi cha swala. Lakini wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ukawa ni miongoni mwa wale ambao wameidiriki swala ya magharibi tena kwa jamaa. Kwa hakika hiyo ni neema kubwa, na kwa neema hiyo kwa hakika Muislamu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kubaki katika kikao cha kheri, kikao cha kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikao cha kusikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, kikao cha kusikiliza maneno ya dini kwa ujumla. Nafsi huwa haipendi mambo haya. Nafsi huwa haipendi kukaa katika vikao kama hivi. Nafsi haipendi kabisa. Lakini nafsi inaweza ikakaa muda mrefu inaangalia labda movie fulani, inaangalia mpira, tena mtu hachoki, hata kusinzia hasinzii, na akitoka hapo ataelezea kile ambacho alikuwa anakifuatilia, atakielezea kwa umakini mkubwa sana. Lakini kwenye vikao kama hivi nafsi inakuwa ni nzito, nafsi inakuwa haipendi. Lakini pia shaitani huwa hapendi kukuona na uhudhuria katika vikao vya kheri kama hivi, kwa sababu anajua ya kwamba ukihudhuria katika vikao kama hivi utapata thawabu. Ukihudhuria katika vikao kama hivi utapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili usiweze kuyapata malipo hayo, anakushawishi shaitani ili usije katika vikao kama hivi, au usikae katika vikao kama hivi. Mtu anaweza akatoka anakwenda anakaa nyumbani, anaweza akatoka anaenda anapiga story pale nje, anaweza akatoka anaingia kwenye vijiwe vya kahawa. Hana hata dharura ya msingi iliyomfanya akatoka na akaacha vikao vya kheri kama hivi. Kuna mmoja katika maulama wakubwa anasema, lau bada linnasi, lau ingelionekana kwa watu, ingedhihirika kwa watu thawabu majlis ilmi, thawabu za watu kukaa katika kikao cha kutafuta elimu, kikao cha kutafuta elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallama, kuijua dini ya Uislamu kwa ujumla. Lau thawabu hizo zingeonekana, la taraka kullu dhi shughlin shughlahu, angeweza kuacha kila mmoja kazi yake, angeweza kuacha kila mwenye kazi yake, akakimbilia kuja kwenye kukaa katika vikao kama hivi, kwa sababu thawabu zinaonekana, anaziona kwamba nimekaa katika kikao fulani cha kielimu, nimepata thawabu fulani. Lakini kwa kuwa thawabu hizo zimefichwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili aweze kujitahidi yule ambaye anazihitaji na anazitaka thawabu hizo. Lakini mtu ambaye hana haja na thawabu hizo wala hazitaki thawabu hizo, hatakuwa na muda wa kukaa katika vikao kama hivi. Ndugu zangu katika imani, muhadhara wetu wa leo una kichwa cha habari kinachosema tarbiyatul auladi ala tarbiyati shar'iyya, kuwalea watoto katika malezi ya kisheria. Yawezekana ukawa unawalea watoto wako, kweli unawalea, unawapa malezi, lakini malezi hayo si malezi ya kisheria, si malezi ya kidini. Unaweza ukawapa malezi ya kimagharibi, unaweza ukawapa malezi ya kimila, unaweza ukawapa malezi mabovu na mabaya. Lakini Muislamu
anatakiwa kuwapa watoto wake malezi mema, malezi mazuri, malezi ya Kiislamu. Kwa nini tunawahimiza Waislamu wawalee watoto wao katika malezi ya kidini? Hii ni kutokana na kwamba watoto hawa wanakabiliwa na mambo mengi. Watoto hawa wanasubiriwa na makundi mengi. Yaani wewe unaweza ukasema kwamba sihangaiki kumlea mtoto wangu, lakini anaweza akalelewa na watu waovu na akachukua malezi mabaya, akachukua malezi maovu. Hawa watoto wanasubiriwa na makundi mabovu, makundi maovu. Watoto hawa wanasubiriwa na mashoga, na hao mashoga wanafanya kampeni na wanafanya dawa na wanalingania kwamba waweze kupata makundi ya watoto, na wanajua mahala pa kupata wafuasi ni kuandaa hawa watoto wadogo. Hawa watoto wadogo hawa wanaandaliwa mapema, wanapewa fikra hizo. Mwisho wa siku unakuja kukuta na kusikia kwamba mtoto wako tayari ameshanyakuliwa na kundi hilo. Lakini watoto hao vile vile wanalindwa na wavuta bangi. Kuna watu wengi mtaani ambao wanavuta bangi, wanatamani hawa watoto na wao pia wajiunge na wao. Tena wakati mwingine wanaweza wakapita kule, wanawaambia bwana, jaribu kidogo hii, ukijaribu haina shida. Tena wakati mwingine wanawaambia ukijaribu hii utakuwa unasoma kweli hauchoki na utakuwa unafanya vizuri mitihani yako. Mtoto unashangaa anakuwa ni mvuta bangi, mara amechanganyikiwa, unaanza kuhangaika huku na kule, kilichomchanganya mtoto wangu ni nini? Kumbe mtoto wako tayari ameshanyakuliwa na kundi la wavuta bangi. Lakini pia kuna kundi la walevi. Ili nalo lipo pia, linafanya kampeni na kuwalingania watoto waweze kuwa ni walevi. Sasa wewe usipowalea watoto wako malezi ya kidini, unaweza ukaja ukashangaa kwamba watoto wako ni walevi. Kwa hiyo huko mtaani kuna makundi mengi ambayo yanawawinda hawa watoto wetu. Sasa watoto wetu hawa ni lazima tuwape malezi ya kidini. Unakaa nao, unawaeleza mambo mabaya ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu, unawaeleza bila kuwaficha. Unawaeleza kwamba kuna makundi ya mashoga, anaendelea kunufaika na thawabu zake muda wa kuwa kile alichokifanya kinaendelea kutumika. Leo sisi hapa tumekaa msikitini, kuna watu waliojenga msikiti huu, wote walioshiriki wametengeneza kitu ambacho watanufaika nacho hata baada ya kufa. Kama wapo ambao wametangulia mbele ya haki na wameshiriki katika ujenzi wa msikiti huu, wanaendelea kunufaika, wanapata thawabu. Maadamu sisi tumekaa hapa tunasikiliza muhadhara, maadamu sisi tunahudhuria salatu mbalimbali, tunaswali katika msikiti huu, tunafanya ibadati mbalimbali katika msikiti huu, wanaendelea kunufaika, sisi tunapata thawabu, na hata na wao vile vile wanaendelea kupata thawabu wakiwa katika makaburi yao. Au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa, elimu yenye kupatiwa manufaa. Umewafundisha watu, umewapa watu elimu yenye manufaa, na wakawa wananufaika kutokana na elimu yako, wanapata thawabu kutokana na elimu yako. Wewe ukiwa kaburini unaendelea kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unaendelea kupata thawabu. Au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye anamwombea mzazi wake. Sasa mtoto mwema huyu huwa anaandaliwa. Mwanadamu anapofariki anaacha watoto. Watoto hao ima yawezekana wakawa ni watoto wazuri,
au yawezekana wakawa ni watoto waovu. Inategemeana na namna ulivyowalea wewe. Kama utakuwa umewapa malezi mazuri, wewe utakuwa unanufaika na watoto wako. Hebu jalia una watoto 5, umewapa malezi mema, umewapa malezi mazuri, kila mmoja ni mtu wa ibada, anaswali. Wanaposwali wanapata thawabu, na wewe ambaye ni sababu ya wao kuwa wema unapata thawabu ya kutokana na ibada zao ambazo wanazifanya. Watoto 5 kila siku utapata thawabu nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa katika kaburi lako unaendelea kunufaika na matunda ya watoto wako. Lakini kama utakuwa umeacha watoto wabaya, umeacha wavuta bangi, umeacha watoto walevi, umeacha watoto matariku swala, hawaswali, hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio watoto ambao umewaacha, utaendelea kupata madhambi na kuadhibiwa ukiwa katika kaburi lako. Ndugu zangu katika imani, tutengeneze watoto hawa wawe ni watoto wema, ili watufae katika maisha ya duniani na watufae hata katika maisha ya kesho akhera. Leo ni watu wangapi ambao wanajuta kuwa na watoto kutokana na watoto hao ni watoto waovu, watoto wabaya, watoto wa shari. Hata hapo mtaani mzazi anaona aibu kutokana na matendo mabaya ambayo yanafanywa na watoto, mpaka mtu anajuta, hivi ni kwa nini nimewazaa hawa watoto? Watoto wamekuwa ni majambazi, watoto wamekuwa ni wabaya, watoto wanazalia hapo hapo nyumbani. Ni kwa sababu hawana malezi, lakini kama wana malezi hawawezi wakawa hivyo. Kwa hiyo mtoto huwa ananufaika na malezi akiwa ni mdogo kuliko atakavyokuwa mkubwa. Akiwa mkubwa yawezekana utapambana kumlea na mtashindwana, mwisho wa siku atakimbia na ataondoka nyumbani, kwamba mzazi ananifuatafuata, mzazi ananiandama, mzazi ni mkorofi. Anaamua anaingia mtaani, anakwenda kuishi na waovu wenzake huko mtaani. Kwa hiyo kad yanfa'u al-abu qad yanfa'u al-adabu al-aulada fi sigharin. Adabu huwa inawanufaisha watoto wakiwa ni wadogo. Ukiwafundisha adabu wanafuata na wanakuwa wana adabu. Walaisa yanfa'uhum min ba'dihi, na watoto hawatonufaishwa na adabu baada ya kuwa tayari wameshakuwa wakubwa. Falwaladu saghiru amanatun inda walidayhi, mtoto mdogo ni amana kwa wazazi wake. Mtoto mdogo ni amana, utakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. In awadahu alkhaira, ikiwa wazazi hao watamzoesha mtoto kheri, i'tadahu, ataizoea kheri hiyo. Wa in awadahu sharra, na ikiwa wazazi wawili watamzoesha mtoto mambo mabaya, mambo ya shari, i'tadahu, atayazoea vile vile mambo hayo ya shari, mambo mabaya, mambo machafu. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika sisi anatakiwa afahamu ya kwamba watoto ni amana, na amana hii ailee vizuri. Amana hii aipe malezi mazuri, malezi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta nyingine katika muhadhara wetu ni kaifiyatu tarbiyatul aulad, namna ya kuwalea watoto. Namna gani utafanikiwa katika kuwalea watoto wako malezi mazuri? Kuna hatua za kufuata, kuna hatua za kufanya ili watoto wako wawe ni wema. Hatua ya kwanza ni ikhtiyaru zawja as-salihah, ni mwanaume kuchagua mke mwema. Wakati anaoa, aoe mke mwema,
au zawji salihi, au binti wakati anaolewa anatakiwa achague mume mwema. Hii ndio hatua ya kwanza litarbiyati as-salima, katika malezi ambayo ni mazuri, katika malezi ambayo yamesalimika na mabaya. Hatua ya kwanza ni mwanaume anapotaka kuoa achague mke mwema, atakuja kumsaidia katika kulea watoto wake. Na mwanamke anapoolewa vile vile achague mume mwema, ili waje walee watoto wao katika mazingira mazuri. Kama utakuwa umeoa mwanamke muovu, mwanamke mbaya, mwanamke mlevi, mwanamke mvuta bangi, mwanamke mla mirungi, mwanamke mwenye tabia chafu chafu, huyo mwanamke hata kulelea watoto wako katika mazingira mazuri. Na kinyume chake, kama mwanamke mwema akaolewa na mwanaume muovu, huyu mwanaume hatomsaidia huyu mwanamke katika kuwalea watoto katika mazingira mazuri. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kutengeneza malezi ya mtoto, baba unapotaka kuoa, oa mwanamke mwema. Na mwanamke anapotaka kuolewa anatakiwa aolewe na mwanaume mwema. Hapo sasa watatengeneza kizazi kizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume anasema, idha jaakum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu, atakapokujieni mtu ambaye mkaridhia dini yake na mkaridhia tabia zake, fazawijuhu, mwanaume huyo muozesheni. Vigezo vya kuangalia ni viwili. Mwanaume anapoleta posa, anahitaji kuoa binti yako, angalia vigezo viwili ambavyo amevielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam: dini na tabia. Angalia mambo hayo mawili, usiangalie anamiliki nini. Mtu anasema siwezi nikaozesha binti yangu, mtu hana hata bodaboda. Kwani binti yako ni fundi bodaboda? Au binti yako anakwenda kuendesha bodaboda? Bodaboda inahusiana na nini na maisha ya binti yako? Mtu hana hata gari, kwani yeye ni fundi gari? Vigezo vya kuangalia ni viwili. Pale mtu anapoleta posa ya kutaka kuoa binti yako, angalia mambo mawili, angalia tabia na dini yake. Mtume anasema, illa tafaalu, ikiwa kama hamtofanya hivyo, ukaona kwamba huyu ni mtu ambaye hana chochote, huyu ni mtu ambaye ni maskini, siwezi kumuozesha binti yangu, ukakataa kufanya hivyo, na hali ya kuwa binti tayari labda ameshampenda kijana, kama hamtofanya hivyo, takun fitnatun fil ardi, kutakuwa na fitna katika ardhi, wa fasadun aridh, na ufisadi mkubwa na uharibifu mkubwa. Binti anaweza akaharibika, mwisho wa siku ukaja ukajuta. Kwa hiyo anapoleta mtu posa, angalia vile vigezo ambavyo vimefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kwa upande wa mwanamke, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa mambo manne. Ima yawezekana akawa na hayo yote, au akawa na machache, au ana moja kati ya hayo. Jambo la kwanza, Mtume akasema, limaliha. Wakati mwingine mwanamke anaolewa kutokana na wali yake, ni tajiri, mtu akaona kwamba huyu nikimuoa sitopata shida ya matumizi. Kwa hiyo kila mtu anapooa ana vigezo vyake, kwamba mimi natafuta mwanamke mwenye pesa, natafuta mwanamke mwenye hela, natafuta mwanamke mwenye kazi. Lakini pia walihasabiha, na wakati mwingine mwanamke anaolewa kwa sababu ya nasaba yake,
kwamba bwana, mimi nikitaka kuoa nitakwenda kuoa katika ukoo fulani, ule ukoo ni ukoo mzuri, ni jamaliha. Na wakati mwingine mwanamke anaolewa kwa sababu ya uzuri wake, kwamba mimi natafuta mwanamke lakini natafuta mwanamke mzuri. Walidiniha, na mwanamke, wakati mwingine mwanamke anaolewa kwa sababu ya dini yake. Mtu anasema mimi natafuta mwanamke lakini natafuta mwanamke mwenye dini. Mtume sallallahu alaihi wasallama akatoa maelekezo akasema, fadhfar bidhati din taribati yadaka, chagua mwanamke mwenye dini, mikono yako itapata baraka. Chagua mwanamke mwenye dini, ndoa yenu itakuwa na furaha. Chagua mwanamke mwenye dini, ndoa yenu itakuwa na baraka. Chagua mwanamke mwenye dini, ndoa yenu itakuwa na furaha. Kwa kukosea utaratibu huu au kuacha utaratibu huu ambao ametueleza Mtume sallallahu alaihi wasallama, ndio maana leo watu wanaishi katika mazingira magumu. Mtu anaishi ndani ya ndoa lakini anaiona ndoa hiyo ni kama moto. Inafikia mahala mtu anasema, mwanamke huyu bwana nitaendelea naye kwa sababu ya watoto, na mwanamke naye pia anasema mimi nabaki kwa huyu mwanaume kwa ajili ya watoto. Yani hawako kwa ajili ya kufurahishana, wako kwa ajili ya watoto tu. Mapenzi hamna, furaha hamna, upendo hamna. Lakini kwa watu wenye dini upendo unakuwepo siku zote. Ndugu zangu katika imani, kuna bwana mmoja alimwendea Hasan al-Basri. Huyo alikuwa ni shekhi. Akamwambia, inna li bintan uhibbuha, hakika mimi nina binti na ninampenda binti yangu kweli kweli. Waqad khataba ilaiha ba'dhu ar-rijali, na baadhi ya wanaume kuna ambao tayari wameshaleta posa. Liman tushiru an uzawijaha, unanishauri nimuozeshe nani? Kwa watu hawa ambao tayari wameshaleta posa kwa ajili ya binti yangu, unanishauri nimuozeshe nani? Wewe ni kiongozi wa dini, wewe ni shekhe, nimekuja kutaka ushauri wako, nifanyeje? Nimuozeshe nani kati ya hawa ambao wameleta posa? Angalia ushauri ambao aliutoa huyu Hasan al-Basri. Akamwambia, zawijha liman yattaqillaha, muozeshe binti yako yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Muozeshe binti yako yule mwenye hofu ya Allah. In ahabbaha fa in ahabbaha, ikiwa atampenda binti yako, akramaha, atamkirimu, na binti yako ataishi katika mazingira mazuri, ataishi katika maisha mazuri kwa sababu anapendwa na mcha Mungu. Wa in abghadhaha, na ikiwa itafikia mahala akamchukia, lam yadhlimuha, hatomdhulumu. Leo ni mara ngapi mtu anapomchukia mke wake anamdhulumu, anampiga, anamtesa, anamtia maalama, wengine wanachomwa mpaka na pasi, haribu ili hata mtu mwingine asiweze kumuoa, amuondolee ule uzuri wake. Hiyo ni dhulma. Ndugu zangu katika imani, watu wanapoleta posa kwa ajili ya kumuoa binti yako, usiangalie sana pesa, japo pesa hivi sasa ndio imekuwa ni kigezo kikubwa. Mshairi mmoja anasema, inna darahima fil mawatini kulliha, hakika pesa katika maeneo yote, taksur rijala mahabatan wa jamala, huwadhalisha wanaume hawa ambao wana pesa, hudhalishwa na pesa zao kuogopwa na uzuri. Tunasema mtoto wa fulani ni mzuri sana bwana, anamsifia kwa sababu tu ana pesa, hamsifii kwa ajili ya dini yake, hamsifii kwa ajili
Hatua ya pili ya kumwandaa mtoto mwema na kumtafuta mtoto mwema ni at-tasmiyatu inda al-jimai, ni kusema bismillahi pale mume na mke wanapotaka kuingia katika ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lau anna ahadakum, lau mmoja wenu, idha arada an ya'tiya ahlahu, anapotaka kumwendea ahali yake, anapotaka kufanya ibada na mke wake, qala, akasema bismillahi, kwa jina la Allah, Allahumma jannibna shaitana, tunaomba utuepushe na shaitani. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa unafanya ibada, kama haujaomba dua kama hii, shaitani atashiriki na wewe katika ibada hiyo. Utafanya ibada hiyo pamoja na shaitani. Kila jambo ambalo limefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama lina manufaa na sisi. Kwa Mtume anasema, unapofanya ibada na mke wako, omba dua hii, Allah kwanza akukinge na shaitani. Lakini pili, endapo Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku chochote kwa kupitia ibada yenu, Mtume anasema, fa in qudiya bainahuma waladun, ikiwa Allah atahukumu kwa ibada hiyo kupatikana mtoto, lam yadhurruhu shaitanu abada, shaitani hataweza kumdhuru mtoto huyo milele. Huyo atakuwa ni mtoto mwema. Mtoto huyo hatadhuriwa na shaitani wa kijini, hatoguswa tena. Mtume anasema abadan, milele. Kwa hiyo watu wasisahau dua hii kwa ajili ya kumwandaa na kumtafuta mtoto ambaye ni mwema. Lakini hatua ya tatu, ad-du'a bi an yarzuqahu Allahu dhurriyatan salihah, ni wazazi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku na awape mtoto mwema. Siku hizi mtu anapotafuta mtoto, yasema, bwana, mimi na hamu ya kupata mtoto, natafuta mtoto, namuomba Allah anipe mtoto. Yani hasemi natafuta mtoto mwema, namuomba Allah anipatie mtoto mwema. Kwa hiyo hatua ya tatu ni kuomba wazazi wawili wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala awajalie mtoto mwema. Wa hadha qabla an yurzaqa al-aulad, na dua hiyo awe anaiomba kabla hajaruzukiwa watoto, kabla hajapewa watoto, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala atakapompa watoto ampe watoto waliokuwa wema. Qala nabiyullah Ibrahim li rabbih, Nabii Ibrahim alisema kumwambia Mola wake, rabbi habli minas salihin, ewe Allah, naomba unijalie mtoto, lakini mtoto huyo awe ni miongoni mwa wema. Hakuomba mtoto tu, apewe mtoto, lakini mtoto huyo awe ni mwema. Na sisi vile vile tunapotafuta watoto, tunapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie watoto, tumuombe Allah atupatie watoto waliokuwa wema, watoto wazuri. Hatua ya nne, ma yafaluhu, ni yale mambo ambayo anayafanya Muislamu idha ruziqa bimauludin, pale anapokuwa ameruzukiwa mtoto, pale anapokuwa amejaliwa mtoto, anatakiwa mfanyie baadhi ya mambo. Mithlu al-adhani fi udhunihi, mfano wa kumwadhinia mtoto katika sikio lake. Yawe maneno ya kwanza kusikia ni kusikia kalimatu tauhidi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa. Asikie maneno haya, yawe ndiyo maneno yake ya kwanza. Na hii mambo haya vile vile yanahitaji maandalizi. Hata wale manesi ambao wanafanya kazi ya kuwasaidia wanawake kujifungua, wawe wanafahamu dini. Mtoto wa Kiislamu amezaliwa, muadhinie. Yawe maneno ya kwanza kusikia ni adhana. Nesi awe ni wa kiume, awe ni wa kike,
wanatakiwa wafahamu mambo haya ni ya muhimu sana, kwamba sisi tunasaidia wanawake kujifungua. Wanawake wa Kiislamu wanapojaliwa kupata watoto, hao watoto tutawaadhinia. Lakini unaweza kukuta mtoto anakuja kuadhiniwa siku sijui ya 7, anakuja kuadhiniwa sijui ni siku ya ngapi. Mnajua yule mtoto alikuwa tangu amezaliwa hajaadhiniwa, ndo anaadhiniwa. Anatakiwa maneno ya kwanza kabisa kusikia ni adhana, asikie jina la Allah subhanahu wa ta'ala, asikie kalimatu tauhidi. Hapo ni kumwandaa mtoto huyu kuwa ni mwema. Watahanikihi, na kumlisha au kumlambisha kitu kitamu. Kama ni tende inatafunwa alafu namwekea katika kinywa chake, au kama ni asali analambishwa kidogo, analambishwa kitu kitamu. Haya ni mazingira ya kumwandaa mtoto huyu kuja kuwa ni mtoto mwema. Wal aqiqatu, na kumfanyia aqiqi, kumchinjia mtoto wa kiume mbuzi 2, mtoto wa kike mbuzi 1. Haya ndiyo maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya ndiyo mazingira ya kumwandaa mtoto huyu kuja kuwa ni mwema. Lakini leo unaweza kukuta mtu ana watoto lakini hajamfanyia hata mmoja akiki hajafanyiwa hata mtoto mmoja. Ndugu zangu katika imani, kama una uwezo wa kuwafanyia watoto wako akiki, wafanyie akiki. Ina athari katika maisha ya watoto. Kila jambo ambalo limeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, jambo hilo lina athari kubwa katika maisha ya mtoto. Leo mtu anaweza akaagizwa mbuzi na mshirikina na akapeleka, lakini kumchinjia mtoto wake hamchinjii. Kila mwaka watu wanapeleka mbuzi, kondoo kwa washirikina, wanakwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ameagizwa na mtaalamu, hata kama akaambiwa peleke 3 atapeleka, lakini kuwachinjia watoto wake kwa kufuata maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, mtu anaona ni hasara. Wa halqi ra'sihi, na kumnyoa kichwa chake. Siku ya kumfanyia hakiki ndio siku ya kumnyoa mtoto. Mtoto anafanyiwa hakiki katika siku ya ngapi jamani? Siku ya 7. Ikishindikana ya 7, ongeza 7 tena. Mwanzo anatakiwa afanyiwe siku ya 7. Imeshindikana siku ya 7, atafanyiwa siku ya 14. Ikishindikana siku ya 14, atafanyiwa siku ya 21. Ikishindikana baada ya hapo, atafanyiwa siku yoyote, hautohesabu tena. Na hiyo siku wakati unamfanyia, unatakiwa kumnyoa nywele zake, na zile nywele unakwenda kuzipima zina gramu ngapi. Sawa jamani? Haya ni mambo ya msingi sana mzazi kumfanyia mtoto wake. Lakini huenda una watoto kadhaa, lakini hakuna hata mtoto mmoja umewahi kumfanyia haya. Unaenda unazipima zile nywele zina gramu ngapi, kisha unauliza madini ya fedha, gramu moja ni shilingi ngapi? Madini ya fedha ni shilingi ngapi? Kama hakuna madini ya fedha, utauliza madini ya dhahabu. Dhahabu gramu moja ni shilingi ngapi? Mara nyingi nywele za mtoto hazifikagi hata gramu 1, ni chache tu. Kwa tukisema labda ni nusu gramu, umeuliza dhahabu, gramu 1 ya dhahabu ni shilingi 100,000, na umepima zile nywele ni nusu gramu, utatoa shilingi ngapi? Utatoa 50,000. Utatoa 50,000 utawapa maskini. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo anatakiwa afanyiwe mtoto, na ni miongoni mwa mambo ambayo yanamfanya mtoto huyo kuwa ni mtoto aliyonyoka, kuwa ni mtoto mwema. Wa ikhtiyari al-ismi al-hasan lahu, na kumchagulia mtoto jina zuri, jina la kwake mwenyewe.
Al-ismu al-hasanu lahu, jina zuri ambalo ni jina lake. Lakini leo unaweza ukakuta watoto wanapewa majina ya ajabu ajabu. Amezaliwa usiku, ataitwa nani? Cha usiku. Amezaliwa wakati wa shida, ataitwa nani? Ataitwa shida, ataitwa tabu. Mtoto anatakiwa achaguliwe jina zuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwabadilisha maswahaba wale walioslimu. Kama alikuwa na jina baya, Mtume anambadilisha jina, kwa sababu jina lina athari. Jina lina athari. Ukimpa jina baya, huyo mtoto anaweza akawa ni mbaya kwa sababu ya jina tu. Kuna bwana mmoja wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alimfuata Umar akamwambia, kijana wangu bwana hana adabu, hana heshima, ana adabu mbovu, nimepambana naye amenishinda, kwa hiyo nimekuja kwako ewe Amirul Mu'minin, naomba unisaidie, mtoto huyu amekuwa ni mbaya sana. Umar akasema, akaitisha yule mtoto aletwe. Yule mtoto akaletwa. Umar akamwambia, kwa nini umekuwa na nidhamu mbaya, huna adabu kwa wazazi wako, kwa sababu gani? Akamwambia, ya Amirul Mu'minina, kabla sijakujibu swali lako, naomba nikuulize swali moja. Akamwambia, uliza. Akamwambia, hivi mtoto hana haki ambazo anatakiwa afanyiwa na mzazi wake kidini? Mtoto ana haki ambazo anatakiwa afanyiwa na baba au hana? Akamwambia, kidini mbona anazo. Mtoto ana haki ambazo anatakiwa afanyiwa na baba yake. Akamwambia, nitajie. Akamwambia, ya kwanza, anatakiwa amchagulie mama mwema, kama tulivyosema hapa katika muhadhara wetu. Anatakiwa amchagulie mama mwema. Akamwambia, basi katika hili baba amefeli. Baba yangu mke wake ni majusi. Majusi ni washirikina ambao wanaabudu moto au wanaabudu jua. Kwa hiyo mama yangu ni mshirikina. Umar akamuuliza yule mzee, ni kweli haya maneno anayosema mtoto? Akamwambia, ni kweli. Haya Amirul Mu'minin, haki ya pili ambayo baba yangu anatakiwa nifanyie ni nini? Akamwambia, haki ya pili ni kukuchagulia jina zuri, kukupa jina zuri. Akamwambia, basi baba yangu ameniita Ju'ula. Ju'ula ni mdudu fulani ambaye huwa anakwenda kwenye vinyesi vya ng'ombe, alafu anakisukuma kinyume nyume. Mmewahi kumuona? Kwa hiyo hili ndio jina langu amenipa baba yangu. Umar anamgeukia yule mzee, anamwambia, ni kweli haya anayosema mtoto? Akamwambia, ni kweli. Haya, haki ya tatu, Umar akamwambia anatakiwa amfunze kitabu cha Allah, Qur'an. Akamwambia, baba yangu hajanifundisha hata alifu. Anamuuliza mzee, ni kweli hujamfundisha mtoto wako? Akamwambia, ni kweli sijamfunza. Akamwambia, bwana wewe rudi nyumbani ukampe mtoto haki zake, kisha ndio wewe udai haki zako kwake yeye. Kwa ndugu zangu katika imani, mtoto anatakiwa apewe jina zuri, na hakuna ulazima wa kumrudishia jina la babu. Yaani hii imekuwa kama vile ni lazima kwamba babu yake anaitwa Juma, basi na watoto wataitwa Juma. Babu yake alikuwa anaitwa Ramadhani, mtoto anaitwa Ramadhani. Wazee wengine, mababu wengine walikuwa hawana dini, wengine walikuwa ni walevi. Kama alikuwa na dini, alhamdulillah. Wengine walikuwa ni washirikina, wanafuga mashaitani wa kijini. Anapofariki, wale mashaitani wa kijini wanatafuta jina la huyu babu liko wapi. Wale mashaitani wote wanahamia kwenye yale majina ya wale watoto. Majina yana athari. Mtoto apewe jina la kwake yeye mwenyewe. Chagulie mtoto jina zuri, mpe jina lake yeye mwenyewe. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ya kuzingatia katika kuandaa watoto kuwa ni wema ni kuwapa majina mazuri.
Hatua ya 5, addu'a lilauladi bisalahi ba'da wujudihim, ni kuwaombea watoto wawe ni wema baada ya kupatikana. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, naomba uwajalie watoto wangu wawe ni wema. Waombee dua nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad kana al-anbiya'u yahtamuna bidhalika, hakika manabii walikuwa wanaliona jambo hilo ni la muhimu, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie watoto wawe ni wema. Fa Ibrahimu yaqul, Ibrahimu anasema, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnama, ewe Allah, na kuomba niepushe mimi na watoto wangu tusije tukawa ni washirikina wa kuabudu masanamu. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watoto wake wasije wakawa ni washirikina, awajalie watoto wake wawe ni wema, watoto wenye tauhidi, wasije wakawa ni washirikina. Katika aya nyingine Ibrahimu anasema, rabbi ja'alni muqima salah, ewe Allah, nakuomba nijalie mimi niwe ni mwenye kusimamisha swala, wa min dhurriyyati, na nakuomba kizazi changu pia kiwe ni chenye kusimamisha swala. Muombee mtoto maombi mazuri, muombee dua nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ima ni mmoja mmoja au wote kwa pamoja. Ya Allah, watoto wangu wawe ni wema. Kuna mwalimu wetu alitupa kisa siku moja katika mji wa Madina. Kuna mama moja alijaliwa kuwa na mtoto mtundu mtukutu, akawa anamchapa kila siku, lakini anapomchapa anamuombea dua nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia, Allahumma ij'alhu imama almuttaqin, ewe Allah, namchapa mtoto huyu, naomba umbadilishe awe ni imamu wa wacha Mungu. Anaomba dua hiyo. Mtoto huyu alikuja akabadilika, akawa kweli ni imamu wa wacha Mungu, ni imamu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena ni imamu mdogo katika maimamu wa haram, katika maimamu ambao wanaswalisha katika mji wa Madina, wanaoswalisha katika msikiti wa Mtume. Yeye ndiyo mdogo kuliko maimamu wote. Alibadilika kutokana na dua ya mama. Lakini kama utakuwa na muadhibu mtoto wako mtukutu huku na mlani, mbwa we, mal'un, sasa huyu mtoto kama ni mbwa, aliyemzaa naye atakuwa ni nani? Kama mtoto ni mbwa, amezaliwa na mbwa, na wewe ni mbwa, nguruwe wewe, mal'un, mtoto amelaaniwa huyu, amezaliwa na aliyelaaniwa. Kwa wakati mwingine mtu anaweza akajitukana pasina ya kujua. Kwa ndugu zangu katika imani, mtoto hata kama ni mtukutu, unapomwadhibu muombee dua nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ya mzazi kwa mtoto inakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuombea dua mbaya atakuwa ni mbaya, na kisha kuwa mbaya, wa kwanza kuja kupambana naye ni wewe. Leo ni wazazi wangapi wanauawa na watoto wao? Unasikia mzazi fulani amenyongwa na mtoto wake, amepigwa risasi na mzazi wake, ameuawa na mzazi wake. Ni kutokana na kuto kuwapa malezi mazuri watoto. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo ni ya msingi kabisa katika malezi ni gharsul aqidati wal imani fi nafsihi, ni kumpandikizia mtoto itikadi, aqida. Mfundishe aqida kwa kumfundisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, taalimuhu arkan al-islam wal iman, kumfunza mtoto nguzo za Uislamu na nguzo za imani. Mfundishe azijue. Mtoto anakuwa hali ya kuwa na aqida, mtoto anakuwa hali ya kuwa na imani, mtoto anakuwa hali ya kuwa na dini. Kutokana na kuto kuwafundisha watoto wetu mambo haya, baadaye mtoto anakuwa hajui dini, anapata mchumba wa Kikristo kule, anapata mchumba wa Kinaswara, anabadilisha dini, anakuwa ni Mnaswara. Kama ni mtoto wa kike amepata mchumba wake Mnaswara, macheni bwana. Tena kuna maneno mabaya kabisa yanasemwa na wazazi kwamba mwanamke hana dini. Nani amekwambia mwanamke hana dini? Mwanamke bwana, dini yake ni kule atakapoolewa, huko ndio dini yake.
Haya ni maneno mabaya, na maneno haya yanazungumzwa na kusemwa na Waislamu. Haya ni maneno mabaya. Watoto hawa tuanze kuwafundisha nguzo za Uislamu wazifahamu, tuwafunze nguzo za imani wazijue, tena unamwimbisha vizuri. Ni miongoni mwa mambo ya msingi katika malezi. Lakini pia taalimuhu ala al-a'mali salihah, mfunze matendo mema. Mtoto wako mfunze matendo mema, mithlu ta'limihi swala, mfano wa kumfunza kunako na swala, kwamba tunatakiwa tuswali jamani. Wa qira'atul Qur'an, na mfunze mtoto wako kusoma Qur'an. Tumeona kwamba yule mtoto aliyeshtakiwa kwa Umari alimshinda baba yake kwa sababu baba hakuwa amemfunza Qur'ani, alikuwa hajui Qur'ani. Tuwafundishe watoto wetu Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hauna uwezo wa kumfunza, mpeleke madrasa akaisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaijue dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo sisi madrasa tumekuwa tunazipuza na kudharau. Wanaodharau dini ni sisi wenyewe. Kesho kutwa shule zinafunguliwa secularize. Hivi sasa wazazi wanahaha, wanapita huku na kule kuhakikisha anamkamilishia mtoto wake mahitaji muhimu ya shule. Lakini wakati wa kufungua madrasa utachoka. Hakuna mzazi ambaye anamfanyia maandalizi mtoto. Mtoto aingie mtaani, ngoja nikanunue begi zuri kwa ajili ya madrasa, ni wachache sana. Watoto wanakuja wakiwa wameshikilia madaftari ya madrasa na msahafu na juzuu imeshikiliwa mkononi hivi, ndio wanakuja madrasa, hata begi hana. Na mzazi akijitahidi sana atamnunulia Marlboro ya kuendea madrasa. Magufuli hii aweke madaftari yake pale, aweke msahafu wake pale, anakwenda madrasa. Huyu kidogo ndo amejitahidi kidogo. Nguo ya kuendea darasani ndio kabisa, atakwenda madrasa na nguo zile alizoamka nazo, alizolala nazo, ndo anaenda nazo madrasa. Tena hata kuandaliwa haandaliwi. Lakini siku ya shule nguo zake zimefuliwa vizuri, zimepigwa pasi vizuri, chai imeandaliwa mapema. Siku ya Jumamosi anakuja madrasa, ataambiwa jiandalie mwenyewe. Chai hajaandaliwa, nguo hazijapigwa pasi, anakuja na nguo imejikunja kunja. Tena anakuja muda anaoutaka. Akiamka asubuhi ataambiwa oshe vyombo. Mbona siku ya shule umwambia oshe vyombo? Ataambiwa labda adeki. Mbona siku ya shule umwambia adeki? Haya ni makosa makubwa sana. Kwa hiyo wanaotakiwa kuithamini dini hii ni sisi wenyewe. Kwenye kumlipa mwalimu ndo kabisa. Mwalimu bwana, hii ni Januari, mwalimu bwana, nimelipa ada za watoto, tunaomba tusubirie kidogo. Yaani mwalimu anaombwa au anasubira, pesa zimeenda secular, mwalimu wa madarasa yeye asubirie kidogo. Tuvumilie bwana, mwezi huu mambo hayajakaa vizuri, tuvumilie. Wanaoharibu dini ni sisi wenyewe. Wanaoidharaulisha hii dini ni sisi wenyewe. Tunatakiwa turekebishe baadhi ya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo ni ya msingi kabisa mzazi kumfundisha mtoto ni adhkar. Mfundishe dua za kila mahala. Anapotoka nyumbani anakwenda shule, aseme nini? Anaporudi nyumbani aombe dua gani? Anapoingia chooni aombe dua gani? Anapotoka chooni aombe dua gani? Anapoingia pale msikiti. Ni kumpandikizia mtoto tabia njema, tabia nzuri. Yurabihi ala sidqi wal amana, anamlea mtoto wake kuwa ni mkweli na kuwa ni mtu wa amana. Akipewa kitu cha mtu atakitunza. Wal istiqamatu fi dini, na kuwa na msimamo katika dini.
walitharu wa musaadatu almuhtaji, na kumsaidia na kumwandaa mtoto wako awe ni mtu mwenye kuwapendelea watu kheri, lakini vile vile awe ni mtu wa kusaidia jamii, anajua hata kutoa sadaka, lakini pia na kumkirimu mgeni. Hata mgeni anapokuja anamkirimu vizuri, anampokea vizuri, lakini pia yurabihi ala tajannubi alakhlaqi arradhila, amlee mtoto wake kwa kumtahadharisha na tabia chafu, tabia mbaya. Anakaa naye anamueleza kwamba jambo fulani ni jambo baya, jambo fulani halifai, usifanye. Anamueleza mtoto mambo kama hayo. Ndugu zangu katika imani, kutokana na muda muhadhara wetu utakuwa umeishia hapo, lakini bado kuna mambo ambayo tumeyabakisha. Mfano, kuna kitu kinaitwa akhtau fi tarbiyati al-aulad, makosa yanayofanyika katika malezi. Tutatafuta siku nyingine tena, tutakuja kumalizia muhadhara wetu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.